Bwana, kuna taarifa imeweza kutoka kiongozi mmoja wa ngazi za juu sana nchini Israel ametoa taarifa ya kushangaza sana, au inaonekana hiyo taarifa inawezekana kuwa ndo lengo la Israel kuweza kuishambulia Uturuki, au kuweza kuizuia Uturuki isiweze kuunda kambi zake za kijeshi ndani ya ardhi ya Syria. Kiongozi huyo bwana amenukuliwa akisema kwamba rada zinazo operate nchini Syria ni rada ambazo zimeletwa na Uturuki. Kwa mfano, kwenye uwanja wa ndege wa Damascus kuna rada ziliwekwa ambazo wanasema hizo rada kazi yake itakuwa ni kuweza kuzuia operation za Israel hasa katika anga ya Syria, lakini tu pia sio katika anga ya Syria, lakini pia kwenye operation mbalimbali. Akahitaji operation za Iran, kwa maana ndege zikianza kuruka tu kutoka Israel kuelekea labda kwenye operation mama nchini Iran, basi zile rada zinaweza kudetect hiyo hali. Sasa hii inaweza nikaungana naye kwa sababu maybe wao intelligence yao na wana akili sana ya jeshi, kwa maana wanajua kwamba operation inapoanzia mwanzo inakuwa ni siri, then mpaka tunapofika kwenye marengo hususi au marengwa yaliyokusudiwa, mpinzani au adui akutane tuna surprise. Lakini mwanzoni ndege zikianza kupaa zikiwa detected, basi changamoto inaweza ikawa hapo kwamba inawezekana labda mbinu zenu au mipango yenu ikagundulika na adui na akajipanga. Mfano nitakupa, kumbuka makombora ya Iran yanapoanza tu kuruka katika ardhi ya Iran kuelekea katika ardhi ya Israel, kwa mfano kwenye hivi vita ambavyo tumeshuhudia sasa hivi, hivi vita vilivyoanza Februari, operation ya ngurumo ya simba ya Israel, lakini pia Marekani waliita ni Epic Fury. Tuliona mara kadhaa jeshi la Israel lilikuwa likitoa taarifa kuhusiana na mashambulizi. Kwa mfano anasema kwamba sasa hivi raia, na katika vyombo vya habari ikiwemo channel 12 huwa wanatoa taarifa kwamba tumeona au tumedetect makombora ya Iran yanaanza kuruka kutoka Iran yanayokuja kwetu. Kwa hiyo raia, endeni kwenye hifadhi za kuzuia makombora, mkajihifadhi huko chini ya ardhi. Hiyo ni namba moja. Kwa hiyo wao wanahofia kukiwa kuna rada nchini Syria, basi ndege zikianza kuruka Israel kuelekea kwenye malengo yote, hawa ni Waarabu, hawa ni Waislamu, hawa ni ndugu, kunaweza ukawa na mfumo wa ufuatiliaji na kuweza kugundulika kwamba yes operation. Lakini pia Uturuki mwenyewe ni threat. One day wanaamini wanaweza wakakoruzana. Kwa hiyo Uturuki anapokuwa karibu na ardhi yake, karibu na mipaka yake, akianza kuruka kuelekea kwake, inakuwa ni rahisi kwa yeye kuwa detected na Uturuki kujipanga. Mfano nilitoka kuzungumza hapa siku ya jana kwamba Tom Barak aliweza kuzungumza na leo aliweza kusema hayo kwamba Uturuki ni nchi ambayo ina teknolojia ya juu sana. Umenelewa? Uturuki ina teknolojia ya juu. Zile ndege tu ambazo za Israel zilizokuwa zinaruka kutoka Israel kuelekea kwenye mipaka ya Uturuki zilikuwa detected mapema sana, na Uturuki walikuwa wamejipanga kwa ajili ya kuweza kuenda kujibu au kuweza kushambuliana nao au kujibizana nao au kuwazuia au kuzizuia hizo ndege za Israel ambazo zilikuwa zinaelekea kutekeleza yale mashambulizi kwenye ule uwanja wa ndege wa Duhar. Umeelewa? Kwa hiyo huyu kiongozi anaposema kwamba rada za Uturuki zilizopo Syria ni tishio kwetu, naungana naye, kwa sababu kwa maneno ya Tom Baraka, yeye kusema tu kwamba Uturuki walidetect ile, of course naweza nikatia tiki. Kwa je, ni sawa kuanzisha mashambulizi kwa Israel na yanafanya dhidi ya Uturuki? Of course kwenye msingi wa kiulinzi kitu kizuri, lakini unapokuja kwenye haki sio haki. Uturuki ni nchi Syria ni nchi ambayo iko huru, umeelewa? Kwa hiyo inabidi wajitawale wenyewe, kusiwe na uingiliaji wote wa kijeshi. For me naonea huruma sana wananchi wa Syria. Hawana matamko yoyote. Syria ni kama ni nchi huru, lakini kwa nini hali hii inatokea na wao wako kimya? Ni kwa sababu hawana nguvu au kwa sababu raia hawajitambui? Umeelewa? Hawana nguvu kwa sababu kitu ambacho nakiona, hizi ni nchi mbili zinagombania uwepo wao ndani ya ardhi yenu, na nyinyi mna viongozi ambao wapo hapo. Inashangaza sana. Syria lini watakuwa wapo huru? Japo nimeweza kuzungumza au nimeweza kuona taarifa ambayo inamuhusu rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Aliulizwa na Trump, nadhani akasema
Kwa nini tulishiriki kumweka huyu kiongozi wa sasa hivi Bashar al-Assad? Ikumbuke kwamba Bashar al-Assad aliwekwa na mataifa matatu, Israel akiwemo, Marekani akiwemo, lakini pia bila kusahau Uturuki mwenyewe akiwemo. Waliweza kumtoa Assad wakamweka huyu rais wa sasa wa Israel ambaye ni al-Sharaa. Kwa hiyo Trump alimuuliza, kwa nini tulishirikiana na wewe ulichukua na mchango mkubwa, kwa nini hutaki kuwa na influence kubwa ndani ya Uturuki? Akasema hapana, mimi ndani ya Syria nataka tuiache Syria iwe huru, nchi ambayo inajitegemea, kitu ambacho kwa Israel hataki. Anataka aitumie Syria kama ni nchi ya kimkakati kwa ajili ya kuweza kujilinda yeye kuanzia kwenye mipaka yake, kwa sababu anajulikana ni nchi, Israel ni nchi ambayo inaishi kwa mashambulizi, vita, migogoro. Kwa hiyo anataka atumie majirani zake ikiwemo Lebanon, ikiwemo Uturuki. Ni nchi ambazo Syria ni nchi ambazo anataka kwanza zije kwenye mikono yake. Kama ikishindikana hivyo, basi aweze kutumia hizi nchi kwa ajili ya kujilinda na adui yoyote asiweze kumsogelea. Kwa hiyo ni jambo ambalo for me naamini kwamba naonea huruma sana wa Syria. Hawana maamuzi sahihi juu ya nchi yao, na wameshindwa kabisa kuweza kuilinda nchi yao. Kama hawa watu wawili, Israel pamoja na Uturuki, wameweza kweli kugombania na nyinyi mpo kimya, amlani chochote kinachoendelea. Uturuki hamumlani, Israel hamumlani, mnamwacha. Of course haya lini yatakwisha kwa Syria? Na for me naamini ni msingi, kwa sababu Bashar al-Assad ambaye alipinduliwa akaweza kwenda uhamishoni kule nchini Urusi. Yeye pia na yeye alikuwa na misingi kama hii. Kumbuka aliweza kukaribisha Iran kwenye ardhi yao, akawakaribisha Urusi pia kwenye ardhi yao. Na sasa hivi Syria chini ya al-Sharaa amewakaribisha wa magharibi, Marekani, lakini pia Uturuki, pia Israel na wao hawawezi kumsumbua. Sasa leo nimeona taarifa au tumeona taarifa ambazo zilikuwa zinazagaa kwamba namna gani ambavyo jeshi la Israel limeweza kuchukua baadhi ya vijiji kule Syria. Umeelewa? Yani hataki ulinzi mkubwa ndani ya Syria ili azidi kujimegea maeneo Israeli. Sasa leo kuna taarifa imetokea, nasema inaripotiwa kuwa wanajeshi wa Israel wameingia katika kijiji cha Al-Basar, eneo la Quneitra nchini Syria, na kufanya upekuzi katika moja ya nyumba kabla ya kuondoka katika eneo hilo. Tangu Israel ilipotuma wanajeshi wake katika eneo la buffer zone linalosimamiwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2024 na kutoa maeneo ya ardhi ya Syria yaliyoko ndani yake, wanajeshi wa Israel wamekuwa wakiingia mara kwa mara katika vijiji vya Quneitra na baadhi ya maeneo ya Daraa wakifanya operesheni za uvamizi na kuwakamata raia. Sasa hiki ndo Israel anakitaka, kwa maana kukiwa na vikosi ambavyo vina nguvu. Umoja wa Mataifa kumbuka wapo hapa kwenye hili eneo la buffer zone, kwa sababu buffer zone ni eneo la usalama ambalo linawatenganisha vikosi vya Syria na vikosi vya Israel. Katikati yao kunakuwa na buffer kwa maana umoja wa usalama wanakaa eneo la katikati kuwalinda hawa na hawa wasije wakaingiliana. Sasa Israel ana violate tu, hajali yeye. Umoja wa Mataifa kwao sio chochote, na ni mara kadhaa Israel wamekuwa wakitaka ili huu umoja uweze kusambaratika, na wanaita ni upuuzi kwa wao. Kwa hiyo hawajali chochote, na hakuna ambaye anaweza au ataweza kuinua sauti dhidi ya Israel. Kwa hiyo anachokifanya yeye, anaingia kwenye hivi vijiji, anafanya anachokitaka, lakini pia sio tu ardhini. Hii ni pressure ardhini, lakini akitaka angani awe na uwezo wa kufika popote ndani ya Syria. Kwa hiyo kuwepo kwa majeshi ya Uturuki kuna limit baadhi ya operation zake hasa za anga.